Tunavyoishi ndani ya ndoa, tunahitaji kumtambua mume katika nafasi hizi 4. Na nafasi hizi unawezaje kutambua sasa hivi huyu mwanamume namtambua kwenye nafasi ipi? Unamwangalia jinsi yeye alivyo kwa wakati huo na nini anafanya. Kwa hiyo kila mara inatakiwa uwe akili iko sharp, inaangalia huyu sasa hivi yukoje, anaonekanaje, anafanya nini. Hayo yanakuonyesha sasa hivi ninatakiwa nimtambue kama nani, ninatakiwa nihusiane naye, nihusiane na nani. Vinginevyo ukiwa unahusiana naye kama mume tu muda wote, wakati mwingine ndio sababu za vipigo na matatizo mengine ambayo yanaweza yakatokea. Na yamkini ili unielewe vizuri hizi nafasi 4 ninazokwenda kuzieleza, nikwambie kidogo pengine mfano ambao tunaweza tukaupata kirahisi. Ni mfano wa kumwangalia rais wetu wa nchi. Rais wetu wa nchi ni mama, ana watoto wa kuwazaa. Akiwa nyumbani, wale watoto wanaweza wakaja wakampanda mabegani, wanaweza wakaja wakakaa miguuni, wanaweza wakamtania wakacheka naye, kwa sababu wakati ule anakuwa ni mama, yuko nyumbani. Lakini akiwa nyumbani, mjukuu wake anaweza akacheza naye, akamrushia maji, akamwagia, akafanya chochote, kwa sababu wakati ule ni mama. Lakini yule rais wa nchi akikaa kama amiri jeshi mkuu, mtoto wake anajua hawezi kusogea aliposimama, lakini ni yule. Kwa hiyo anachofanya nini? Anaangalia saa hizi anaonekanaje na anafanya nini, na hiyo inamuonyesha kwamba sasa hivi mimi ndiyo, huyu ni mama yangu, lakini uhusiano wangu na yeye ni amiri jeshi mkuu na mimi ni mwananchi. Kwa hiyo moja kwa moja anabadilika kwamba yeye anafanya nini. Lakini kuna siku ambayo kutakuwa kuna mtu ameshtakiwa kwa kosa la mauaji na mahakama imemhukumu kifo. Kuna siku atakuwa amekaa, ameshika peni nyekundu, ni jaji mkuu wa nchi, anakwenda kusaini kifo cha mtu. Wakati ule ni mtu mwingine tena, ni yule kwa umbo na kwa sura, lakini wakati huo ni mtu mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwa neema ya Mungu kumtambua mume wangu kwa nafasi ya kwanza, ambayo nikimwangalia ninamtambua kama mfalme. Nikisha mwangalia nikamuona yuko katika hali ambayo yuko wanasema firm, yuko serious firm, na anaongea. Wale wanamjua mume wangu, Bwana Yesu asifiwe, namjuaga akianza kuongea kwa msisitizo nikiona sasa ameanza kuongea kwa msisitizo, umeona sauti imebadilika na maneno yanaongezeka speed, ninatambua sasa nina deal na mfalme. Haraka ninakaa kwenye nafasi. Mfalme anapozungumza unaanza na mfalme uishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo ninajua sasa nina deal na mfalme, na mimi ni lazima niwe subject, ni lazima niwe mtii. Na mtii wenyewe sio mtii kama unamtii rais wa nchi, unamtii mfalme. Mfalme mamlaka yake, hana sheria, hana bunge, hana mahakama. Akisema huyu hauna pa kwenda kutoa hukumu. Mfalme akisema imekwisha. Kwa hiyo wakati huo ninajua nina deal na mfalme. Hapa ni kutii, hapa ni kunyenyekea, hapa ni kutulia, hapa ni kutafuta sauti inayofaa kuzungumza na mfalme. Mambo yanaenda sawa sawa. Kwa hiyo kwanza namtambua kwenye nafasi hiyo. Wale ambao tunapenda vitabu vya Mungu, neno la Mungu linatuambia katika ile Zaburi ya 45 mstari wa 9 na wa 10, neno la Mungu linasema, sikia binti utazame, uwasahau watu wa nyumbani mwako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautamani uzuri wako, naye ni bwana wako, nawe umsujudie. Kwa hiyo namtambua kabisa mume kama mfalme. Ni nafasi hiyo ya pekee yake. Lakini kuna nafasi ya pili. Nafasi ya pili, nimemtambua huyu mwamba hapa kama kuhani kwangu. Hiyo ni nafasi nyingine. Katika nafasi hiyo siachi kila mara. Mwezi wa 12 watoto wamerudi likizo, tuko nyumbani, tuna kama kikao cha familia, aidha ni tarehe 25 Krismasi. Siachi kupiga magoti na kumwambia mume wangu, naomba unibariki, kwa sababu yeye ni kuhani kwangu. Nawaambia watoto, pigeni magoti, baba awabariki, kwa sababu yeye ni kuhani kwangu. Wale tunaolipenda vitabu vya Mungu, neno la Mungu liko wazi sana. Tunakumbuka habari ya Rebeka akiwa na watoto wake.
Tunakumbuka jinsi ambavyo mama yake Yakobo alitaka Yakobo apokee baraka, kwa sababu yeye alikuwa ameshaambiwa tangu ujauzito, ameshapewa siri za Mungu kwamba katika watoto wawili, huyu mdogo huyu ndio anayetakiwa kubarikiwa, ndiye atakayebeba mataifa, ndiye Israeli atakayebeba mataifa. Kwa hiyo alitaka mtoto mdogo abarikiwe. Sasa baba yake alitaka kumbariki Esau kwa sababu kwa kuzaliwa ni mkubwa, lakini mama alikuwa na siri ya Mungu ndani yake. Utakumbuka Rebeka mama yake Yakobo hakujaribu kumbariki Yakobo kwa sababu alijua mwenye nafasi ya kuhani ya kumbariki huyu mtoto ni baba yake. Alitumia mbinu ndefu, andaa na kuandalia chakula cha dengu na nenda kafanye hiki kafanye kile mpaka hakikishe baba ndo anayembariki mtoto. Kwa hiyo ninamtambua mume wangu, ninamtambua Mr. Isaac Vegula kama kuhani. Sasa kama nilivyosema mwanzoni, sio kitu kirahisi kwa sababu ninavyoishi naye kama mume kwa miaka 25 ninamfahamu vizuri. Ukisoma wale tena tunaopenda vitabu vya Mungu, ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya 7 mstari wa 24, 25 na 26, pale ndipo Mungu anapowaagiza makuhani wana wa Haruni, anawaambia mtaliweka jina langu kati ya wana wa Israeli kwa kuwabarikia, kwa kuwaambia Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda, Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili, Bwana naisahau hiyo eneo la 3 hapo, lakini anawapa hayo maneno, anawaambia mtaniweka hivi juu ya wana wa Israeli nami nitawabariki. Lakini anaowaambia ni wanadamu. Kina Haruni hawakuwa miungu kamili, walikuwa ni wanadamu wako duniani. Inamaanisha sio kwamba hawana madhaifu yao, wanayo. Kwa hiyo sio rahisi kumtambua kama kuhani, lakini kila siku nimeomba Mungu, nimeshikilia kutumainia neema ya Mungu na kulitii neno la Mungu na kutarajia kwamba nafasi yake ya kuhani inabaki pale pale, na Mungu akishasema nitapitisha baraka zangu kwa Haruni kwenda kwa wana wa Israeli, anazipitisha hapo, sio kwa sababu wao ni wakamilifu, ila kwa sababu neno lake limesema. Lakini neno la Mungu linasema ninataka waume wasalishe katika nyumba zao. Kwa hiyo amempa mume nafasi ya ukuhani. Kwa hiyo nafasi ya pili, huyu mnayemwona hapa ni kuhani kwangu, kuhani namba 1 kabla sijaenda kwa makuhani wengine. Lakini nafasi ya 3 ni baba. Neno la Mungu katika Efeso sura ya 6 linasema enyi kina baba msiwachokoze watoto wenu. Kwa hiyo ukiangalia lile neno kwamba enyi kina baba msiwachokoze watoto wenu, unajua mtu mzima hivi huwezi kumwambia usimchokoze mtoto. Unamwambiaje mtu mzima usimchokoze mtoto? Wenyewe watoto nawaambia wewe usimchokoze mwenzio. Kumbe Mungu anamtazama baba kama mlezi ambaye anaweza kushuka akakaa katika level moja na watoto, akacheza nao wakawa wote kama watoto, kwa sababu ni mlezi, anawatazama kwa upendo. Kwa hiyo mimi ninamtambua kama baba, na ndiyo maana wakati ulipowadia, wakati wa Mungu, siku 6 nilibadilisha jina langu nikaitwa Eutropia Isaac Vegula, kwa sababu Mungu alinifunulia nafasi yake hiyo kama baba kwangu na kwa watoto wangu. Na mimi nikikaa kwenye hiyo nafasi, nikimtazama kama baba, unajua ukimtazama kama baba ni provider, ni protector. Kwa baba unaweza kudeka kwa baba mtoto anaweza akalilia toy la 50,000. Akiona tu hapa baba kakaa sawa sawa anacheka, anaweza kungangania toy la 50,000. Unaweza ukangangania weaving kama hili hapa la 600,000 kwa ajili tu ya kuweka hapa kichwani. Baba akikaa sawa sawa, ukiona hapa baba tuko sawa sawa, unangangania ninataka toy la weaving la 600,000. Unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninamtazama kama baba. Lakini nafasi ya 4 ambayo ndio nafasi ya mwisho ambayo nataka nimtambulishe huyu mwamba hapa, ni nafasi ya mume. Sasa nikimtazama kama mume, ndio ninapita katika ile kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Pale sasa ninamtazama kama mpenzi. Pale sasa najua kuchezea sharubu za Simba, kwa sababu amekuwa mume wakati huo. Kwa hiyo huyu mwamba hapa leo, ndugu yangu naye nisikiliza, ninamtambulisha kwako kwamba ndiye mume wangu. Mimi nina mume, ni miaka 25. Mambo ninayokuambia ni mambo ambayo nimeyaishi
nimeyapitia, ninayajua ndani nje. Sikwambii neno lolote ambalo mimi mwenyewe sijatia kidole changu kuligusa. Mimi sio sehemu ya wale makuhani ambao wanaelekeza watu vitu kufanya, wenyewe wanyoshi vidole kugusa. Ninasema niliyoyagusa, nimeingia ndani yake, na ndipo ninakwambia na wewe. Asante, mpaka wakati mwingine. Asante sana.